Yes, bwana, kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wamepita kwenye mitandao ya kijamii, kwa hakika utakuwa tayari umeshakutana na taarifa ya kifo cha mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Zainabu Maulidi, almaarufu kama Mrs. Sharo, mmoja kati ya wanawake ambao wamejizoea maarufu mkubwa kupitia kwenye mtandao wa TikTok kuhusiana na yale ambayo alikuwa anayafanya kila kukicha, kuhusiana na biashara na mambo kadha wa kadha, na taarifa ambayo inasema kwamba mdada huyu amefariki tayari. Nyundo TV tumeshafika hapa nyumbani maeneo ya Chamazi, na tunajaribu kuwatafuta baadhi ya ndugu wa karibu kabisa waweze kututhibitishia hiki ambacho kimetokea. Na muda huu nazungumza na moja kati ya wanafamilia aweze kutuambia vile ambavyo tulikuwa tuvifahamu na vipi ambavyo kama familia wamepanga kwenye 1 na 2 kuweza kumstiri dada yetu. Na nikwambie tu ya kwamba kama unaweza kuona kwamba hii ni sauti tumerekodi kwa sababu familia kwa ujumla haitaki video. Tuchokifanya ni kuweza kukuwekea maongezi kwa njia ya sauti ili uweze kufahamu kile ambacho kimejili kupitia kwenye msiba huu. Muda huu nazungumza na moja kati ya wanafamilia kwenye msiba huu. Mama Shimako. Marhaba. Nikupe pole kwa hiki ambacho kimetokea. Asante. Labda watazamaji wa YouTube channel ya Nyundo TV wangetamani wafahamu muda huu nazungumza na nani kwenye familia? Nazungumza na bibi yake Zaidati. Mimi ni bibi yake. Sawa. Taarifa ambayo tumeipata kupitia kwenye mitandao ya kijamii kwamba Zaidati ama Mrs. Sharon amefariki. Nyundo TV tumefunga safari mpaka nyumbani kwa ajili ya kuweza kupata uthibitisho kama mwanafamilia. Watoe watu ukakasi wathibitishie hiki ambacho wamekisikia ama hiki ambacho wamekiona kina ukweli kiasi gani. Ni kweli Zaidati amefariki jana saa 4 usiku. Temeke hospitali. Kwa hiyo sio uongo. Kwa wale sasa ambao hawafahamu msiba upo wapi, waambie msiba upo wapi na taratibu za mazishi mpaka muda huu kama familia imepanga vipi hasa? Msiba uko Maji Matitu nyumbani kwao kwa bibi yake, na sisi sisi bibi zake na mama zake ndio kwenye familia yetu, na tunazika saa 10 ya leo ibada ya alasiri. Kwenye makaburi gani? Kwenye makaburi hapa Maji Matitu. Walau kwa uchache, kuna mengi ambayo yanazungumzwa mtandaoni. Wewe kama mwanafamilia tuthibitishie kipi ambacho kimepelekea kifo chake. Alikuwa anaumwa, ilikuwa ghafla ama ilikuwaje kwa ufupi tu? Alikuwa anaumwa. Lakini hata hivyo sisi hatukujua kuumwa kwake, ndio kwanza tumejua juzi baada ya kuletewa nyumbani saa 6 usiku na bwana yake alikuwa anaishi naye. Ndio tukajua kama mtu anaumwa. Tukalala naye paka asubuhi, hakulala. Hali kazidi kuwa mbaya. Jana asubuhi tukampeleka hospitali. Hospitali pale hali ikawa mbaya zaidi, tukapewa transfer tukaenda Temeke. Lakini baada ya kuhangaika kabisa, baadaye akawa anatapika damu, anakojoa damu, pumzi zikazidi kubana. Akawekewa gesi paka saa 4. Mwenyezi Mungu amemchukua kiumbe wake. Kwa taarifa zingine zinasema kwamba alikuwa na sikoseli. Ni kweli? Alikuwa naye. Sikoseli alikuwa naye toka yuko mdogo, akawa anatumia dawa baada ya mama yake kufariki 2015. Baada ya hapo Zainabu alitumia dawa kama mwaka mmoja tu akaacha, akawa hataki kutumia dawa. Kila tunapomlazimisha kutumia dawa hataki, na umri unakuwa unakuwa. Mwenyewe akasema kwa sababu nishakuwa miaka 18 siwezi tena kuwa na sikoseli. Basi kwa sababu sio mtoto mdogo, sisi tukachukulia, mwenyewe kajiona kapona tukamwacha. Lakini hatimaye akawa tena anaendelea hali dawa. Kwa hiyo paka juzi alivoletwa hali yake imeshakuwa mbaya, tukamuuliza umempa dawa gani au umempeleka hospitali? Akasema nimempeleka hospitali, ameambiwa na malaria, typhoid na UTI. Akaanza amepewa dawa gani? Akanipa zai mwenye dawa alikuwa nazo ameshika. Kuangalia nikakuta amoxiclav na diclofenac, alikuwa na tramadol. Nikaangalia zile amoxiclav zina uzito mkubwa kama 625. Nikamwambia sasa mbona huyu afya yake na hizo dawa sio zenyewe? Alafu ana sindano tena kila saa 8 alikuwa anachoma sindano. Akula, akasema mimi namwacha pale naondoka na mizunguko yangu, mtu wa kumpikia yupo, mpaka mimi nikirudi ndio nampa chakula. Basi mimi kulikuwa kuna maziwa ndani kwenye friji nikatoa, tukampikia uji, nikampa akanywa. Basi amelala paka akulala tena paka asubuhi. Usiku akatapika sana tu.
Kwa tukagundua labda inawezekana zile dawa alizopewa zilikuwa kali. Asubuhi nikaamka tukampa maziwa, tukampikia uji, lakini tukashauriana ni bora tumpeleke hospitali kubwa akapate vipimo zaidi. Kwa hiyo tukawa tunampigia sasa yule Shalo, rafiki yake alikuja akanampigia, tunaomba cheti tuletee na nguo hujamletea huyu. Anasema mimi na mambo yangu bwana ndakalia kwa mimi sasa siwezi kuja huko. Kwa hiyo cheti tunapataje? Mimi sijui, basi tutumie kwenye simu. Akakipiga picha kweli akakituma. Kwa hiyo tukatoka paka hospitali hadi kazidi kuwa sio nzuri. Tukampigia simu, kuna pesa ilitumwa na rafiki yake Zaidati 30,000. Akasema nimemtumia simu hela Shalo ametoa. Yule rafiki yake akasema huko hela haijafika. Ikabidi ampigie simu Shalo. Shalo, kumbe una pesa umetumiwa, mbona hujampa Zainabu? Umempeleka tu umemwacha kwa hivi hivi. Mimi sijatumiwa hela, sijaona hela. Ikabidi waanze tena kulumbana wenyewe kwa wenyewe. Baadaye sana akaja shemeji yangu. Kwa kuja tukamwambia, ikabidi ampigie, akaomba namba akampigia simu. Akamwambia babu yake Zaidati, naomba hiyo pesa ulikuwa nayo uitume. Wewe sio lazima kama ujisikii kuja kumwangalia mwenzio. Tutumie hiyo hela tu. Kweli akaituma ile hela ilitoa 28,000. Baada ya masaa kama mangapi baada kutoka majibu pale tukaambiwa bibi sukari hapa iko nyingi, alafu ana damu 5. Kwa hiyo inabidi tu akimbiziwe Temeke, msimpeke kokote. Kweli kakaangu ana usafiri, tukampigia simu naye akawahi na usafiri pale, tukamchukua tukampeleka Temeke. Baada ya kufanywa vipimo wakagundua figo imefeli. Sababu ya dawa alizokula ni kali, kutokana na afya yake pia haifanani na zile dawa. Basi wamepambana, Mwenyezi Mungu akupenda. Mpaka saa 4 usiku Zainabu ananiomba maji. Bibi nige maji ya kunywa. Nampa maji, bibi simu yangu iko wapi? Naambia Aneswa humu. Bibi mimi nahisi kama siponi, naambia utapona. Kweli baada ya kumaliza kunywa yale maji tu na mwana Zaidati anabadilika. Anatapika damu. Na mauti wake ndio kamfika hapo. Kifupi alifariki uko unamuona sana, sababu tulikuwa na hospitali toka tulipotoka asubuhi saa 12 hatujarudi mpaka saa 6 ndio tunarudi hapa. Kwa tulikuwa naye hatua kwa hatua kwa sababu amefia pale pale emergency.